Bwana, katika vitu ambavyo vinaendelea kunishangaza ni moja kati ya mambo matano aliyofichua Papa Francis katika chapisho lake kuhusu maisha yake, ambapo taarifa kutoka katika mitandao ya kijamii zinasema kwamba Papa Francis mpaka sasa anasumbuliwa na ugonjwa wa homa ya mapafu na yuko anapatiwa matibabu katika hospitali iliyoko kule Vatican mjini Roma. Taarifa zaidi zinasema kwamba Jorge Mario si tu papa wa kwanza kutoka Latini America, bali pia ni papa wa kwanza tangu karne ya 15 kuchapisha kitabu cha kumbukumbu ya maisha yake kiwa madarakani. Kwa kweli The Autobiography, chapisho lililokusudiwa kutolewa baada ya kifo chake, lakini Papa Francis aliamua kulitoa Januari hii. Wiki chache baadaye Papa Francis alilazwa hospitalini katika hospitali ya Gemelli mjini Roma kufuatia maambukizi ya mfumo wa upumuaji yaliyosababisha matatizo mengine ya kiafya. Ingawa bado yuko hospitalini, Alhamisi hii anasherehekea miaka 12 ya uongozi wake kama papa akiwa katika hali nzuri ya kiafya. Uchunguzi wa hivi karibuni wa picha ya kifua pia imeonyesha kuimarika kwa hali yake ya kiafya, lakini chapisho kama hili si letu binafsi, bali ni begi letu la safari na kumbukumbu, si tu kile kilicho tunachokikumbuka, bali pia ni kile kinachotuzunguka, amesema Francisco katika kitabu chake. Andiko hili linatokana na mazungumzo ya zaidi ya miaka 6 kati ya Papa Francis na mwandishi wa habari wa Italia Caro Musso, ambapo anaeleza kumbukumbu za ujana wake huko Buenos Aires, tafakari zake kuhusu mada kama uhamiaji na kuelezea maisha yake kama papa. Katika kila ukurasa, katika kila hatua, pia kuna kitabu cha wale walionitembelea, wale walionitangulia na wale watakaonifuatia. Anaongeza haya: hizi ni baadhi ya hadithi tu, tafakari muhimu kutoka katika chapisho lake lililoitwa Hope, ambapo chapisho hili limeweza kuwa katika kitabu cha The Autobiography, chapisho lilokusudiwa kutolewa baada ya kifo chake, lakini Papa Francis aliweka wazi kwamba chapisho hilo linahusiana na tafakari kuhusu maisha ya kwake, kuhusiana na wale watu ambao anasema kwamba kitabu hiki kinahusiana na wale watu ambao walionitembelea, wale walionitangulia na wale watakaonifuatia. Ameongeza haya Papa Francis, kiongozi mkuu wa kanisa la Katoliki duniani. Nikushukuru sana mwanahabari. Hizi zilikuwa ni habari kutoka kule Vatican Roma kuhusiana na kile ambacho Papa Francis ameweza kukisema au kukitoa katika vyombo vya habari, pia na hali ambayo anaendelea nayo huko nchini Roma, Vatican. Nikushukuru sana na nikuombe kwa wewe ambaye ndo mara yako ya kwanza unatazama video hii usubscribe ili uweze kuwa mwanafamilia, na kwa wewe ambaye ndo mara yako ya kwanza kisha unasubscribe, kushare, like na comment. Na nikushukuru sana kwa wewe ambaye ushasubscribe. Kutokea hapa sina la ziada. Nikukumbushe tu mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa vipindi vingine vijavyo bora zaidi kutoka katika channel yako hii ya YouTube. Kutokea hapa sina la ziada, nikutakia siku njema. Bye bye.